hisa na uwekezaji ni masuala nyeti katika taifa hili. Jijini Dar es Salaam tukiongea na wananchi kuhusu uelewa wao kuhusu masuala ya hisa na uwekezaji. Twende. Hisa. Sielewi kwanza nini maana ya hisa. Inabidi unitambulishe. Kuhusu hisa sio Mungu, sina uelewa mkubwa sana, ila ninavyofahamu ni kidogo sana. Yaani unaweza ukawekeza then ikaongezeka, si ndio? Ndio ninavyojua hivyo, ila sina uelewa mkubwa sana kuhusu, sababu sijawahi kujaribu kuweka. Hata sisi wengine wetu tuko makazini kwenye mahisa haya hatuingii sana, kwa sababu ni vitu ambavyo kimsingi hatujawa navyo toka ujanani, utotoni. Ni vitu ambavyo vimekuja ukubwani, lakini tukianza kufikiria kwenda huko nakuta ni ngumu. Tunadili sana na mabenki, labda vipato vya kawaida hivi, mishahara na nini vikipita kwenye mabenki, basi ndio huko kondo tumemaliza. Hisa ni pesa ambazo unaweza kuweka sehemu ili zikaongezeka. Yaani kama unawekeza unaweza kuweka labda 5,000 baadaye ukapata labda 15,000. Huo ndio uelewa wangu kuhusiana na hisa. Mara nyingi huwa anaweka labda kwenye benki au taasisi nyingine za kifedha. Kwa swala la hisa, mimi elimu nao kwa kweli sina. Ila tu nasikia tu bana, hisa ukiweka inazaa, ukiweka inazaa, lakini kujua inazaa kiasi gani, ukiweka kwenye 100 unapata kiasi gani, bado sijapata ile elimu, lakini nasikia wanazungumzia masuala ya hisa. Uwekezaji pia naelewa. Sasa uwekezaji maana yake hapo ni serikali kuu, ambaye mimi pia sijafikia katika hatua hiyo, ni kubwa na mimi sina uwezo wa kuingia katika mambo ya hisa. Uwekezaji ni kuweka kitu au pesa ili baadaye ziwe nyingi, yani zizunguke, yani kuzalisha yani. Kwa hiyo naweza kuwekeza labda kwenye nyumba, naweza kuwekeza kwenye biashara, naweza kuwekeza labda kwenye uvuvi, yani uzalishaji, yani kitu kimoja kizae kingine. Nitaongopa kwa kweli. Labda nyinyi mpipe elimu hiyo ili inaweza hata siku nyingine ndio na kitu cha kudadavua. Watoto shule, kodi, mavazi na maharazi. Mimi akiba yangu napofanya biashara, akiba yangu lazima niweke benki. Yes, yeah. Haitoshi, inakuwa ni ndogo sana. Ufupi, kwa sababu swala la hisa linahitaji elimu pana. Kwa na mimi sina elimu pana. Kwa nikipata labda washauri, wataalamu wa kuelekeza kwamba unafanya 1 2, niko tayari. Mtazamaji, kama mlivyoona na kusikia, wananchi wameongelea kuhusu uelewa wao waliokuwa nao kuhusu soko la hisa na kuhusu uwekezaji. Ripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Angel Faith Nalitolela kutoka Wealth Television.